Hatukai na jambazi hapa. Ni kwamba kwa kweli mlinzi hakuwahi kuiba nguo za wanafunzi na kumuuzia yeye, ila yeye binafsi ndiye aliyekuwa ameiba. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu kwenye kipindi cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbalimbali. Na sasa tunaelekea mkoani Tabora ambapo tunasimuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Matiko Chacha ameagiza uongozi wa chuo cha ardhi Tabora kuwafukuza wanafunzi 18 wanaoshikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuwapiga na kuwajeruhi walinzi wa chuo hicho, huku mmoja aking'olewa meno manne wakidai mmoja kati ya walinzi hao alikuwa akiwaibia nguo zao. Huyu hapa mwandishi wetu Adela Moses anasimulia zaidi. Awali akifafanua tukio hilo, mkuu wa chuo cha ardhi Tabora Jeremia Minja amesema tarehe 2 Machi 2026 wanafunzi hao walikusanyika na kwenda kumhoji mlinzi wanayemtuhumu kinyume na utaratibu, kisha kumpiga akiwa na mlinzi mwenzake, hali iliyomfanya mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoani hapa ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Tabora Bwana Paul Chacha kufika katika chuo hicho na kutoa maelekezo ya serikali. Walijiorganize wakaenda kumfanyia mahojiano mlinzi, na mahojiano waliomfanyia ni kwamba wanamtuhumu kwa kuwa mwizi wa nguo zao wanazoanika kwenye kamba karibu na mabweni yao. Kwa bahati mbaya sana wakajiorganize wanafunzi wengine baada ya hicho kitendo, wakaenda upya kuwafuata walinzi wale, wakapiga, na yule mlinzi ambaye alikuwa amepoteza jino moja wakampiga akapoteza meno mengine matatu. Wanafunzi waliambiwa na kijana ambaye yupo katika kampuni ya kufanya usafi chuoni hapa kwamba nguo ambazo wanafunzi walimkuta amezivaa alikuwa ameuziwa na mlinzi huyo. Lakini uchunguzi uliofanya baadaye na ambaye kijana wa usafi mwenyewe alikiri ni kwamba kwa kweli mlinzi hakuwahi kuiba nguo za wanafunzi na kumuuzia yeye, ila yeye binafsi ndiye aliyekuwa ameiba nguo za wanafunzi, wakati jukumu lake chuoni hapa sio kuiba, ni kufanya usafi. Kwa tukio hilo lilianza mchana na likawa limekaa katika mazingira hayo pasipo uongozi wa chuo kujua kwamba kuna jambo kama hilo limefanyika. Kwamba hatukuwa tunajua kwamba kuna wizi umefanyika, lakini pia hatukujua kwamba kuna wanafunzi wamefanya kitendo cha kumhoji mlinzi. Usiku wakapatikana wanafunzi wawili ambao walikuwa wanavuka usiku wanatumia njia ambazo haziruhusiwi. Kuna maeneo ambayo ukuta kama unavyoona mheshimiwa mkuu wa mkoa, ukuta haujafika, tunaendelea kujenga. Kuna eneo la nyuma huko ambako ni nyuma ya mabweni. Wanafunzi wawili walikuwa ambao wanakaa hosteli za nje ambazo pia zinasimamiwa na chuo, walikuwa wanavuka katika maeneo ambayo hayaruhusiwi. Sio tu mchana, lakini hata usiku hawaruhusiwi kuvuka. Wanafunzi kwa mujibu wa sheria na taratibu zetu wanatakiwa wavuke kupitia getini, na kila mwanafunzi anatakiwa awe na kitambulisho. Kwa sababu na wanafunzi zaidi ya 1000 hapo, sio rahisi sana mlinzi kuwa na sura ya kila mwanafunzi, na tunatumia utaratibu huo pia ili watu ambao sio wanafunzi wasije wakaingia chuoni wakafanya uhalifu. So wanafunzi hao walipojaribu kuhojiwa na walinzi, ni kwa nini kwanza jina kina nani na kwa nini mko katika eneo ambalo haliruhusiwi, hawakutoa ushirikiano, wakaanza kupambana na walinzi. Na kati hao wanafunzi wawili, mmoja akavuka, kwa hiyo akakamilisha kosa kwanza la kuvuka eneo ambalo haliruhusiwi, na yule aliyebaki walinzi wakawa wamefanikiwa kumdhibiti. Sasa wakawa wanamtoa kwenye ile eneo ambalo kwanza ni hatari, kumleta katika eneo la karibu ili waweze kuendelea kumfanyia mahojiano. Kwanza wewe ni nani na kwa nini uko katika eneo ambalo haliruhusiwi? Mwanafunzi yule alichokifanya, alipiga kelele kwamba anapigwa na walinzi wakati ana kitambulisho, kitu ambacho hakusema awali ili mlinzi pia ajue. Lakini hata kama angejua pia hilo eneo haruhusiwi kufanyaje, kuvuka. Hatukai na jambazi hapa. Wenzenu wawili walikuwa wanapita mazingira ambayo hayaruhusiwi na nyinyi mnajua, wakapambana na walinzi, hawakujisalimisha, wakapambana walivyopambana, na nyinyi wenu wakaamka kuwasaidia kuwapiga walinzi. Viongozi wa chuo, rais wa serikali ya wanafunzi na serikali yake pia nakushukuruni. Mlifanya kazi nzuri, mkarescue situation, na watu wengine waliokuwa wameumia wakapelekwa hospitali.
chuo kikakaa kimya, watu wakarudi kulala. Wengine wakaamka, wakajimobilize tena upya, wakaenda kupiga walinzi wale. Mlinzi mmoja ametolewa meno manne, hana meno. Baba yule sio mtoto meno kwamba yataota tena. Huo ni ulemavu wa maisha. Mnamjua yupo wapi yule mlinzi? Mnajua pale hospitali ataamka? Yupo mahututi hospitali pale. Walioyafanya hawa hapa. Ndio maana nasema hatujaja kulea majambazi hapa. Wapo wanafunzi hapa, na nitaendelea kutoa mmoja baada ya mwingine. Sio hao tu 15 mnaoona hapa. Wapo zaidi ya 50, tutawabaini mmoja baada ya mwingine. Hili jambo lio la mwisho. Hao tutadili nao kwa utaratibu wa kipolisi. Hakuna mchezo wa kuchezea maisha ya mtu. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Tabora Bi Upendo Wela amewahimiza wanafunzi kuzingatia lengo la kwenda chuoni hapo badala ya kujiingiza kwenye makundi yasiyofaa, huku rais wa serikali ya wanafunzi chuoni hapo Jackson Mchele akisema hatua zilizochukuliwa ni sahihi kulingana na matukio yaliyotokea, na kwamba jeshi la polisi liendelee kuhakikisha linaweka hali ya usalama na amani katika viunga vya chuo hicho. Kwa hivyo ni vizuri kufuata lile kusudi ambalo tumelifuata hapa, na sio kujiunga kwenye makundi ambayo hayafai na kwenda kutekeleza matukio ambayo na mwisho wa siku sasa anatuletea madhara. Amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza. Nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM. Nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu. Jioni usiku, sikosi hata siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.